Bilionaire alienda shambani katika kijiji kilichowashangaza wanakijiji na swali, kwa hivyo wanaenda na magari hadi msituni? Alikuwa amevaa suti safi ya giza, miwani ya jua yakimulika usoni, lakini macho yake yalionyesha huzuni fulani. Wanakijiji walitazama kwa hofu na mshangao. Hawawezi kuelewa ni kwa nini mtu tajiri sana angechagua kambi ya mchanga, mbali na magari ya kifahari. Kati yao, msichana mdogo aitwaye Akinyi alisimama na shida kidogo ya kutanuka kidevu chake cha ngozi ya giza. Babu, kwa nini huna nyumba kubwa? Hapa ni kama pori, aliuliza kwa sauti ndogo, macho yake yakiwaka. Bilionaire alicheka kidogo, lakini kicheko chake kilijaa uchungu. Kuna siri, Akinyi. Leo nitashiriki nawe, alisema kwa sauti ya mbali, lakini yenye uzito wa maana. Wanakijiji walikusanyika karibu, wakijiuliza ni nini siri hii ya mtu tajiri ambaye hawakuwahi kumwona awali. Hali ya kijiji ilikuwa kimya. Wanyama wa pori walikuwa mbali, lakini huzuni ya kijiji ilijaa hewani. Wengine walijitokeza kuzunguka kando ya barabara ya mchanga, wakiangalia kwa woga na hamu. Lakini hakuna aliyefikiria ni jinsi maisha yao yataathiriwa na mgeni huyu wa ajabu. Bilionaire alitembea kwenye shamba lenye mimea ya kahawa na maembe, mikono yake ikikanyaga udongo wa kijani na maji ya mvua ya usiku. Akinyi alifuatana naye, akihisi mchanganyiko wa hofu na mshangao. Hii shamba ina historia kubwa, alisema Bilionaire, macho yake yakitazama mbali. Kuna watu waliopoteza kila kitu hapa, lakini bado kuna matumaini. Kijiji kilikuwa kimejaa sauti za watoto wakicheka na wanawake wakiwa na pamba za shina la mahindi mikononi. Lakini Akinyi aliona mngao wa huzuni kwenye macho ya Bilionaire. Je, unatafuta nini hapa? Aliuliza Akinyi, sauti yake ikikaza. Bado hatujaanza, alijibu. Lakini yote yatabadilika, na kila mmoja hapa atajua thamani yake kweli. Akinyi alisita, akijua kuwa maneno haya hayakuwa ya kawaida. Lakini ghafla, kutoka mbali, alisikika kicheko kikali cha dada yake mkubwa, Atieno, aliyekuwa akiendesha punda wake karibu na shamba la maembe. Bilionaire alitabasamu, akijua kuwa ndoto yake ya kubadilisha maisha ya kijiji hiki ilikuwa karibu kuanza. Lakini alijua kuwa hatua zinazofuata zingeleta changamoto ambazo hazingekuwa rahisi. Kila mzizi wa mti, kila shina la kahawa lilikuwa na hadithi yake, na sasa hiyo hadithi ilikuwa sehemu yake pia. Jioni ilipofika, kijiji kilijaa mwanga wa moto na kicheko cha watoto. Bilionaire aliketi kwenye kiti cha mbao kilichokuwa karibu na mlango wa nyumba za kijiji. Akinyi aliketi kando yake, akijaribu kufahamu ni nini kilikuwa kinaenda kutokea. Nataka kujua, babu, alisema, kwa nini wewe, tajiri kiasi, utafika hapa? Kila mtu ana mawazo tofauti. Billionaire Alida Basamu Pol Pol. Ninaweza kuwa na mali nyingi, lakini baadhi ya mali ni zisizoonekana. Lakini hapa, nitajaribu kuonyesha kila mtu kuwa hata katika hali ngumu, tunaweza kupata furaha. Akinyi alihisi moyo wake ukibana, akiona ukweli wa maneno yake. Hapo ndipo Atieno alikuja, akibeba kikapu cha maembe yaliyoiva. Babu, chukua haya, alisema kwa kicheko, macho yake yakiangaza. Bilionaire alikubali kikapu kwa heshima, akijua kuwa ishara ndogo hii ya huruma ilikuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa. Kijiji kilianza kuzunguka, watoto wakicheka, wakikimbia karibu, na wanawake wakijadiliana kwa furaha. Lakini kwa Bilionaire, haya yalikuwa mwanzo tu. Hadithi kubwa ilikuwa kwenye shamba, katika mioyo ya watu waliokuwa wakiishi kwa matumaini ya kidogo. Lakini kwa mara ya kwanza, alihisi mchakato wa kweli wa mabadiliko. Usiku ulipofika, mvua ilianza kunyesha polepole. Kila mtu alirudi nyumba zao za miti, lakini Akinyi na Atieno walikaa karibu na moto, wakisikiliza hadithi za Bilionaire. Nilikuja hapa kwa sababu nataka kushiriki siri moja kubwa, alisimulia, sauti yake ikibembea hewani yenye unyevu. Ana siri gani, babu? Akinyi aliuliza kwa mshangao. Ni siri inayoweza kubadilisha maisha yetu yote, alijibu Bilionaire akitabasamu. Lakini ili kufanikisha hili, kila mmoja wenu lazima ajitahidi na kuamini. Atieno alionyesha mashaka, akijua kuwa si kila kitu kilikuwa rahisi. Lakini Akinyi alihisi mchanganyiko wa matumaini na hofu. Tutajaribu, babu, alisema kwa ujasiri, akitazama moto unawaka. Kijiji kililala chini ya mvua, lakini mioyo yao iliwaka kwa matumaini. Na Bilionaire, akiwa peke yake, alijua kuwa kesho ilikuwa siku ya kwanza ya mabadiliko makubwa. Lakini hakujua bado jinsi kweli kijiji hiki kilivyokuwa na nguvu ya kushangaza moyoni mwao. Asubuhi ilifika na mwanga wa jua ukipenya kati ya miti ya mahindi na kahawa. Wanakijiji walikusanyika shambani, wakiangalia Bilionaire akiwasili na mavazi mapya ya kazi.
Leo tunaanza mradi wetu, alisema kwa sauti kubwa, kila neno likishikilia hisia za kila mmoja. Akinyi alisogea karibu. Babu, je, tunaanza na nini? Aliuliza kwa shauku. Billionaire Alida Bassamu, Akimshika Mikono. Tunaanza kwa kuunda kitu kitakachobadilisha maisha yetu. Lakini lazima tuwe pamoja. Wanawake walianza kupanga mbegu, wanaume wakasaidia na zana, watoto wakikusanya maji. Kila mtu alikuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi kuliko wao wenyewe. Bilionaire alitazama, moyo wake ukijaa furaha isiyoelezeka. Na huku akijua, kijiji kilikuwa tayari kuanza safari ya mabadiliko. Lakini hakujua bado hadithi ya ajabu itakayobadilisha kila mmoja wao, na kwamba siri aliyokuwa nayo iliibuka kwa njia ya kushangaza zaidi kuliko yeyote angeweza kufikiria. Bilionaire aliwaongoza wanakijiji shambani karibu na mto mdogo uliozungukwa na miti ya michikichi. Hapa ndipo tutapanda mbegu muhimu, alisema, akibeba kikapu cha mbegu za alizeti na mahindi. Akinyi alikazia macho, akihisi shauku na hofu kwa wakati mmoja. Je, mbegu hizi zinaweza kweli kubadilisha maisha yetu? Aliuliza Atieno, sauti yake ikibembea kwa mshangao. Bilionaire alitabasamu kwa urahisi. Hizi si mbegu tu, ni ishara ya kuamini na kushirikiana. Ikiwa tutafanya kazi pamoja, tutapata matunda yasiyo ya kawaida. Wanawake walianza kuchimba mashimo, wanaume wakapanda mbegu kwa makini. Wakati huo, mtoto mmoja mdogo, Jabari, alijaribu kutua chini ya mto na maji yakimpiga uso wake. Akinyi alikimbilia kumsaidia, akihisi moyo wake ukipiga kwa haraka. Bilionaire alitazama, akijua kuwa haya yote yalikuwa zaidi ya shamba. Ni somo la maisha, alifikiria, ambapo kila kidogo kinachofanywa kwa moyo mmoja kinaweza kuleta mabadiliko makubwa. Lakini hakujua bado jinsi shamba hili lilivyokuwa na nguvu ya kuunganisha jamii yote kwa njia isiyotarajiwa. Jabari alitabasamu baada ya Akinyi kumsaidia kuosha uso wake. Asante Akinyi, alisema, macho yake yakiwa yamejaa furaha. Wanakijiji wote walikuwa wameshuhudia mshikamano wa familia na jirani, jambo lililowafanya wahisi uhusiano mpya unaojengeka. Bilionaire alibadilisha nafasi yake, akitazama mbali kwenye milima yenye mvua ya jioni. Mara nyingi, mali kubwa haipo kwa pesa. Ipo katika moyo wa watu, alisema kwa sauti yenye uzito. Atieno alikaza mkono wa dada yake, akijua kuwa maneno haya yalikuwa kweli. Hapo, wanawake walianza kuimba wimbo wa shambani, wakiwapa moyo wanaume na watoto. Kila sauti ilichanganya hisia ya furaha, huzuni na matumaini. Akinyi alihisi machozi yakimteleza, akijua kuwa maisha yao yalikuwa yakianza mabadiliko ambayo hayakuona awali. Bilionaire alijua kuwa kitu kikubwa zaidi kilikuwa kinatokea, lakini bado alikuwa na siri ambayo haikuwa tayari kuifichua. Kila mtu alihitaji kuamini kwanza, lakini hatimaye ukweli utakuwa wa kushangaza kuliko walivyoweza kufikiria. Mchana ulipofika, giza la mvua liliondoka na jua likaanza kung'aa. Kijiji kilikuwa kimetulia shambani, lakini moyo wa kila mmoja uliruka kwa shauku. Leo tutaendelea na mradi mkubwa zaidi, Bilionaire alisema, mikono yake ikiwashika wanakijiji wote. Akinyi alijikaza kujiuliza ni nini kinatokea. Babu, mradi huu ni nini hasa? Aliuliza kwa sauti ya chini, akihisi hofu na shauku kwa pamoja. Bilionaire alitabasamu, akichukua kipande cha karatasi kilichojaa michoro. Hapa tutaongeza shamba na kuanzisha kitu kitakachowaletea kila mmoja wetu fursa ya kweli. Atieno alitabasamu, akiona mtoto wao mdogo Jabari akicheka na wenzake wakikimbia shambani. Tutaweza kweli kubadilisha maisha yetu? Aliuliza kwa woga. Bilionaire alijibu kwa uthabiti, ikiwa tutashirikiana, hakuna kinachoweza kutuzuia. Wanakijiji walianza kupanga mipango, wakihamasishwa na maneno ya Bilionaire. Lakini sehemu kubwa ya hadithi bado haikuonekana. Siri iliyokuwa ndani ya Bilionaire ilikuwa ikikusubiri, na wakati wa kufichuliwa wake ulikuwa karibu. Jioni ilipofika tena, kijiji kilijaa sauti za watoto na kicheko cha wanawake. Hata hivyo, Akinyi alihisi moyo wake ukibana. Babu, ni wakati gani tutaona matunda ya kazi yetu? Aliuliza, macho yake yakiwa na matumaini. Billionaire Alida Bassamu Kidogo. Kila kitu kinahitaji muda, Akinyi. Lakini jambo moja ni hakika, jitihada zetu haziwezi kupotea. Atieno alikaza mkono wa dada yake, akijua kuwa hadithi hii ilikuwa kubwa kuliko wao wenyewe. Hapo, baba wa kijiji, Babu Juma, alikuja kutoka mbali, akisogea karibu. Nimeona mabadiliko makubwa hapa, alisema kwa heshima. Lakini pia, kuna siri nyingine inayoenda kuibuka. Tunahitaji kuwa tayari. Wanakijiji walikusanyika karibu, wakisikiliza kwa makini. Hali ilijaa mshangao na shauku.
Akinyi alijua kuwa kitu kikubwa kilikuwa kimeanza na kwamba hatimaye kila moja ya jitihada zao ingekuwa na maana isiyo ya kawaida. Usiku wa mwisho wa wiki ulipofika, wanakijiji walikusanyika karibu na moto mkubwa. Bilionaire alichukua kikapu cha mbegu zilizopandwa, akitazama wanakijiji. Leo tutafanya hatua ya mwisho, alisema kwa sauti kubwa, kila neno likiwa na uzito. Akinyi alikaza mkono wa dada yake, Atieno, akihisi hofu na shauku. Babu, tutaanza sasa? Aliuliza kwa moyo wa dhahabu. Bilionaire alitabasamu na kusogea karibu. Ndio. Lakini ni lazima tuwe na moyo mmoja na imani. Wanaume na wanawake walipanga mikono, watoto wakikimbia karibu. Kila mtu alihisi nguvu ya mshikamano. Hapo, Bilionaire alijua kuwa siri yake kubwa ilikuwa karibu kufichuliwa. Lakini hakujua bado jinsi hadithi hii itakavyowapendeza wanakijiji na kuacha alama ya milele. Asubuhi ilifika kwa mwangaza mkali wa jua na kijiji kilijaa shauku. Wanakijiji walikusanyika shambani, kila mmoja akihisi mchanganyiko wa hofu na matumaini. Bilionaire alisimama katikati, akiwatazama wote. Leo tutaanza sehemu ya mwisho ya mradi wetu, alisema. Lakini kila mmoja wenu lazima aamini kwa moyo wote. Akinyi alikaza mkono wa dada yake Atieno, akihojiwa na shauku. Babu, tutaanza sasa? Aliuliza kwa sauti ya chini, macho yake yakiwaka. Billionaire Alida Bessemer. Ndiyo, lakini lazima tuwe tayari kwa kila changamoto. Wanawake walianza kupanda mimea, wanaume wakisaidia kupeleka maji, watoto wakikusanya mbegu zilizopandwa. Kila mtu alijua kuwa hii ilikuwa zaidi ya shamba, ilikuwa ni jaribio la moyo, mshikamano na imani ya kweli. Hapo, Babu Juma alikuja karibu, akisogea polepole. Nimeona jitihada zenu, alisema kwa heshima, lakini bado kuna jambo moja ambalo halijaonekana. Tumekuwa tukisubiri kwa muda mrefu. Akinyi alijua kuwa hadithi ilikuwa ikianza kufichua siri yake ya kweli, lakini bado hakujua jinsi mabadiliko makubwa yalivyokuwa karibu. Mchana ulipofika, mvua ilipungua na kila mtu alikuwa katika hali ya furaha na mshikamano. Bilionaire alibadilisha mwelekeo wake, akielekea kwenye shina la mti mkubwa. Hapa ndipo tutashughulika na jambo la maana zaidi, alisema. Akinyi alishikilia mkono wa dada yake, akihisi moyo wake ukipiga haraka. Babu, ni nini kilicho ndani ya shina hilo? Aliuliza. Bilionaire alitabasamu kwa urahisi. Siri ya maisha yetu, Akinyi. Kila kitu kilicho hapa ni ishara ya matumaini na jitihada. Atieno alikaza mkono wa dada yake, akihisi hofu na furaha kwa wakati mmoja. Kila mmoja alikuwa akijua kuwa mradi huu haukuwa rahisi, lakini nguvu ya mshikamano ilikuwa kubwa kuliko waliowahi kufikiria. Wanawake walianza kuimba wimbo wa shamba, wanaume wakijumuika kwa nguvu na watoto wakicheka. Kila mmoja alihisi kuwa sehemu ya kitu kikubwa. Bilionaire alijua kuwa wakati wa kufichua siri ya kweli ulikuwa karibu. Jioni ilipofika, kijiji kilijaa sauti za watoto na kicheko cha wanawake. Akinyi alihisi moyo wake ukibana. Babu, ni wakati gani tutapata matunda ya jitihada zetu? Aliuliza kwa shauku. Billionaire Alida Bessemer kidogo. Kila kitu kinahitaji subira, Akinyi. Lakini hakika jitihada zetu hazitaenda bure. Atieno alikaza mkono wa dada yake, akijua kuwa hadithi hii ilikuwa kubwa kuliko wao wenyewe. Hapo, baba wa kijiji, Babu Juma, alikuja kutoka mbali, akisogea karibu. Nimeona mabadiliko makubwa hapa, alisema kwa heshima. Lakini pia kuna jambo jingine linalokuja. Tunahitaji kuwa tayari. Wanakijiji walikusanyika karibu, wakisikiliza kwa makini. Hali ilijaa mshangao na shauku. Akinyi alijua kuwa kitu kikubwa kilikuwa kimeanza, na kwamba kila jitihada yao ingekuwa na maana isiyo ya kawaida. Usiku wa mwisho wa wiki ulipofika, wanakijiji walikusanyika karibu na moto mkubwa. Bilionaire alichukua kikapu cha mbegu zilizopandwa, akitazama wanakijiji. Leo tutafanya hatua ya mwisho, alisema kwa sauti yenye uzito, kila neno likiwa na maana. Akinyi alikaza mkono wa dada yake, Atieno, akihisi hofu na shauku. Babu, tutaanza sasa? Aliuliza kwa moyo wa dhahabu. Bilionaire alitabasamu na kusogea karibu. Ndio. Lakini lazima tuwe na moyo mmoja na imani. Wanaume na wanawake walipanga mikono, watoto wakikimbia karibu. Kila mtu alihisi nguvu ya mshikamano. Hapo, Bilionaire alijua kuwa siri yake kubwa ilikuwa karibu kufichuliwa. Lakini hakujua bado jinsi hadithi hii itakavyowapendeza wanakijiji na kuacha alama ya milele. Asubuhi ilifika, jua liking'aa juu ya shamba la kijiji. Wanakijiji walikusanyika, kila mmoja akihisi mchanganyiko wa hofu, shauku na matumaini.
Bilionaire alisimama katikati, akiwatazama wote. Leo tutafunua siri yangu kubwa, alisema, sauti yake ikijaa nguvu. Akinyi alishikilia mkono wa dada yake Atieno, macho yake yakiwa yamejaa mshangao. Babu, tunaweza kweli kuona siri hiyo? Aliuliza. Billionaire alitabasamo. Ndio. Lakini lazima tuwe wamoja, kwa moyo na kwa imani. Kila mmoja alianza kufanya kazi kwa umakini, wakikusanya matunda, maji na mbegu. Kila hatua ilikuwa ishara ya mshikamano na jitihada za kijiji chote. Hapo, Bilionaire alijua kuwa wakati wa kweli wa mabadiliko ulikuwa karibu, na kwamba siri iliyokuwa ndani yake ilikuwa kuleta furaha isiyo ya kawaida kwa kila mmoja. Mvua ilianza kunyesha polepole asubuhi hiyo, lakini wanakijiji walikaa shambani kwa mshikamano. Bilionaire alichukua kikapu cha mbegu zilizopandwa na kuzichanganya kwa umakini. Leo, kila kitu kitakuwa wazi, alisema. Macho yake yalikuwa yamejaa matumaini, lakini pia huzuni kidogo ya ndani. Akinyi alishikilia mkono wa dada yake Atieno, akihisi moyo wake ukibana. Babu, tunaanza sasa? Aliuliza, sauti yake ikiwa ndogo lakini thabiti. Billionaire alitabasamo. Ndio. Lakini kila mmoja lazima ajitahidi kwa moyo mmoja. Wanawake walianza kupanda mbegu, wanaume wakisaidia kupeleka maji, watoto wakikusanya matunda. Kila mtu alihisi kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi ya wao wenyewe. Hapo, Babu Juma alikuja, akisogea polepole. Nimeona jitihada zenu, alisema kwa heshima. Lakini bado kuna jambo jingine linalokuja. Akinyi alijua kuwa hadithi ilikuwa ikianza kufichua siri ya kweli. Lakini bado hakujua jinsi mabadiliko makubwa yalivyokuwa karibu kuibuka. Jioni ilipofika, kijiji kilijaa sauti za furaha na kicheko cha watoto. Wanawake walipanga mikono, wanaume wakisaidia, na watoto wakicheka. Akinyi alihisi moyo wake ukipiga kwa haraka. Babu, tutapata matunda ya jitihada zetu lini? Aliuliza kwa shauku. Billionaire alitabasamo. Subiri. Akinyi. Kila kitu kinahitaji muda. Lakini hakika, jitihada zetu hazitaenda bure. Hapo, baba wa kijiji, Babu Juma, alikusanyika karibu. Nimeona mabadiliko makubwa hapa, alisema. Lakini pia kuna jambo jingine linalokuja. Tunahitaji kuwa tayari. Wanakijiji walikusanyika karibu, wakisikiliza kwa makini. Akinyi alijua kuwa kitu kikubwa kilikuwa kimeanza, na kwamba kila jitihada yao ingekuwa na maana isiyo ya kawaida. Usiku ulipofika, wanakijiji walikusanyika karibu na moto mkubwa. Bilionaire alichukua kikapu cha mbegu zilizopandwa, akitazama wanakijiji. Leo, tutafanya hatua ya mwisho, alisema kwa sauti yenye uzito. Akinyi alikaza mkono wa dada yake Atieno, akihisi hofu na shauku. Babu, tutaanza sasa? Aliuliza kwa moyo wa dhahabu. Bilionaire alitabasamu na kusogea karibu. Ndio. Lakini lazima tuwe na moyo mmoja na imani. Wanaume na wanawake walipanga mikono, watoto wakikimbia karibu. Kila mtu alihisi nguvu ya mshikamano. Hapo, Bilionaire alijua kuwa siri yake kubwa ilikuwa karibu kufichuliwa. Asubuhi nyingine ilifika, jua likiwa liking'aa juu ya shamba. Wanakijiji walikusanyika, kila mmoja akihisi mchanganyiko wa hofu, shauku na matumaini. Bilionaire alisimama katikati, akiwatazama wote. Leo tutafunua siri yangu kubwa, alisema, sauti yake ikijaa nguvu. Akinyi alishikilia mkono wa dada yake Atieno, macho yake yakiwa yamejaa mshangao. Babu, tunaweza kweli kuona siri hiyo? Aliuliza. Billionaire alitabasamo. Ndio. Lakini lazima tuwe wamoja, kwa moyo na kwa imani. Kila mmoja alianza kufanya kazi kwa umakini, wakikusanya matunda, maji na mbegu. Kila hatua ilikuwa ishara ya mshikamano na jitihada za kijiji chote. Hapo, Bilionaire alijua kuwa wakati wa kweli wa mabadiliko ulikuwa karibu, na kwamba siri iliyokuwa ndani yake ilikuwa kuleta furaha isiyo ya kawaida kwa kila mmoja. Mchana ulipofika, shamba lilikuwa limejaa matunda, mbegu na mimea iliyopanda vizuri. Wanakijiji walikusanyika karibu na Bilionaire. Sasa, alisema, nimekuja na zawadi ya kweli kwa kila mmoja wenu. Akinyi alikaza mkono wa dada yake Atieno, macho yake yakiwa yamejaa mshangao. Babu, ni nini zawadi hiyo? Aliuliza. Bilionaire alitabasamu, akifungua kikapu cha fedha kidogo na zawadi ndogo kwa kila mtoto. Hii si pesa pekee, alisema. Ni ishara ya matumaini, mshikamano na jitihada zenu. Hii ni familia yetu sasa. Wanawake walilia kwa furaha, wanaume wakitabasamu. Watoto walikimbia, wakicheka. Kila mtu alihisi moyo wake ukijaa furaha. Hapo, Akinyi alijua kuwa hadithi ya Bilionaire haikuwa tu ya shamba au fedha,
Ilikuwa hadithi ya moyo, familia na mshikamano wa kweli. Usiku ulipofika, kijiji kilikaa shambani karibu na moto mkubwa. Bilionaire alichukua kikapu cha mbegu zilizopandwa, akitazama wanakijiji wote. Leo nitawafunulia jambo kubwa, alisema, sauti yake ikibembea kwenye hewa yenye unyevu. Akinyi alikaza mkono wa dada yake Atieno, macho yake yakiwa yamejaa shauku na hofu. Babu, ni nini jambo hilo? Aliuliza. Billionaire Alida Basamu Kidogo. Ni mradi ambao utabadilisha maisha yenu yote. Lakini lazima tuwe wamoja. Wanakijiji walikusanyika karibu, wanawake wakiwa na watoto mikononi, wanaume wakiwa na zana za shamba. Kila mtu alihisi mshikamano mkubwa. Hapo, Bilionaire alichukua ramani ndogo, akionyesha sehemu za shamba ambazo zitabadilishwa na mipango yake. Akinyi alihisi moyo wake ukipiga kwa haraka. Alijua kuwa hatua hii ilikuwa mwanzo tu wa siri kubwa, na kwamba maisha yao ya kila siku yangeanza kubadilika kwa njia isiyotarajiwa. Asubuhi ilifika na jua liking'aa, shamba likiwa limejaa mwanga na matumaini. Wanakijiji walikusanyika, kila mmoja akiwa tayari kwa kazi mpya. Leo tutapanda miti ya matunda, Bilionaire alisema. Akinyi alikaza mkono wa Atieno, akihisi hofu na shauku. Babu, tutapata matunda lini? Aliuliza. Billionaire Alida Basamu. Subiri. Kila kitu kinahitaji muda, lakini jitihada zetu hazitaenda bure. Wanawake walianza kupanda miti, wanaume wakisaidia, watoto wakikusanya maji. Kila mmoja alihisi kuwa sehemu ya kitu kikubwa. Babu Juma alikuja karibu, akipiga makofi polepole. Ninaona mabadiliko makubwa, alisema. Lakini pia kuna jambo jingine linalokuja. Hapo, Akinyi alijua kuwa siri kubwa ya Bilionaire ilikuwa karibu kufichuliwa. Lakini hakujua bado jinsi matokeo yake yatakavyokuwa makubwa. Mchana ulipofika, wanakijiji walikuwa tayari kwa mradi mkubwa zaidi. Bilionaire alitabasamu, akiona jitihada zao zikitimia hatua kwa hatua. Leo nitawapa fursa ya kweli, alisema. Akinyi alishikilia mkono wa Atieno, macho yake yakiwa yamejaa mshangao. Babu, enai fursagoni, Eliza. Bilionaire alitabasamu kwa urahisi. Ni njia ya kuunda biashara ndogo ndogo ambazo zitawasaidia maisha yenu yote. Wanawake walilia kwa furaha, wanaume wakitabasamu. Watoto walikimbia karibu wakicheka. Kila mmoja alihisi moyo wake ukijaa matumaini. Hapo, Akinyi alijua kuwa hadithi ya Bilionaire ilikuwa zaidi ya shamba au fedha, ilikuwa hadithi ya mshikamano, familia na ndoto kubwa. Jioni ilipofika, mvua ilianza kupungua na kila mtu alihisi furaha isiyoelezeka. Bilionaire alisimama katikati ya shamba, akitazama wanakijiji wote. Leo tutashughulikia jambo la mwisho, alisema, sauti yake ikibembea kwa nguvu. Akinyi alihisa moyo wake ukabana. Babu, ni jambo gani hili la mwisho? Aliuliza. Billionaire Alida Basamu. Ni zawadi ya kweli, itawaunganisha zaidi na kuleta maisha mapya. Wanakijiji walikusanyika karibu, watoto wakicheka, wanawake wakiimba. Kila mmoja alihisi mshikamano mkubwa. Hapo, Bilionaire alifungua kikapu chenye zawadi ndogo ndogo, fedha kidogo na mbegu za thamani. Hii ni ishara ya matumaini, alisema. Akinyi alijua kuwa hatua hii ilikuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa. Kila mmoja alihisi moyo wake ukijaa furaha, na kijiji kikiwa tayari kwa mabadiliko ya kweli. Usiku wa mwisho wa wiki ulipofika, wanakijiji walikusanyika karibu na moto. Bilionaire alichukua kikapu cha zawadi, akitazama kila uso. Leo nitawafunulia siri ya kweli, alisema, sauti yake ikiwa na nguvu na huzuni kidogo. Akinyi alikaza mkono wa Atieno, macho yake yakiwa yamejaa shauku. Babu, siri hii ni nini? Aliuliza kwa sauti ya ndogo. Billionaire Alida Basamu. Ni mradi ambao utaongeza maisha yenu yote, shamba, biashara na elimu ya watoto. Wanakijiji walikusanyika karibu, kila mmoja akihisi mshikamano mkubwa. Kila hatua ilikuwa ishara ya mshikamano na matumaini. Hapo, Akinyi alijua kuwa hadithi ya Bilionaire ilikuwa zaidi ya mali au shamba, ilikuwa hadithi ya moyo, familia na ndoto kubwa isiyo na mipaka. Asubuhi ya mwisho ilifika kwa mwanga mkali wa jua. Wanakijiji walikusanyika shambani, macho yao yakijawa shauku na hamu. Bilionaire alisimama katikati, akiwatazama wote. Leo nitawafunulia siri ya kweli, alisema, sauti yake ikibembea kwenye hewa safi. Akinyi alikaza mkono wa dada yake Atieno, moyo wake ukiwa unapiga haraka. Babu, kweli tunaweza kuona siri hii? Aliuliza kwa sauti ndogo. Billionaire Alida Basamu kwa upol. Ndio. Lakini kwanza, kila mmoja wenu lazima aelewe kuwa thamani ni zaidi ya mali.
Hapo alifungua sanduku kubwa lililojaa mbegu maalumu, vitabu vya elimu na fedha ndogo za kuanza biashara. Hii ni zawadi, lakini pia ni mwongozo wa maisha. Nataka kila mmoja awatumie kwa hekima na mshikamano, alisema. Wanakijiji walikusanyika karibu, mioyo yao ikijaa furaha na mshangao. Akinyi alihisi machozi yakimteleza, akijua kuwa hatua hii ilikuwa mwanzo wa maisha mapya kwa kila mmoja. Bilionaire aliendelea, akitazama kila mtu kwa umakini. Sasa hatutakuwa tu wanakijiji wa kawaida. Tutakuwa jamii yenye elimu, biashara na mshikamano wa kweli, alisema. Akinyi alikaza mkono wa Atieno, akihisi moyo wake ukipiga kwa nguvu. Babu, kweli tunaweza kufanya yote haya? Aliuliza. Billionaire alitabasamu. Ndio. Lakini kila mmoja lazima aamini na ajitahidi. Wanawake walilia kwa furaha, wanaume wakitabasamu. Watoto walicheka, wakikimbia karibu. Kila mmoja alihisi moyo wake ukijaa matumaini. Hapo, Akinyi alijua kuwa hadithi ya Bilionaire ilikuwa zaidi ya shamba au zawadi, ilikuwa hadithi ya mshikamano, familia na ndoto kubwa. Jioni ilipofika, kijiji kilijaa sauti za furaha, kicheko na shauku. Bilionaire alisimama katikati ya shamba, akitazama wanakijiji. Leo tutashuhudia matokeo ya jitihada zetu, alisema, sauti yake ikiwa na uzito wa maana. Akinyi alihisi moyo wake ukipiga haraka. Babu, je, tunaweza kweli kuona matokeo haya? Aliuliza. Billionaire alitabasamu. Ndio. Lakini kila mmoja lazima ajitahidi na amini. Wanawake walipanda miti, wanaume wakisaidia, watoto wakicheka. Kila hatua ilikuwa ishara ya mshikamano. Hapo, Akinyi alijua kuwa maisha yao yalikuwa yakianza mabadiliko makubwa, na kwamba kila jitihada yao ilikuwa na maana isiyo na kifani. Usiku wa mwisho ulipofika, wanakijiji walikusanyika karibu na moto mkubwa. Bilionaire alichukua kikapu cha mbegu na zawadi ndogo. Leo, kila mmoja wenu ataona matunda ya jitihada zetu, alisema. Akinyi alishikilia mkono wa Atieno, macho yake yakiwa yamejaa furaha na mshangao. Babu, hii ni kweli? Aliuliza. Billionaire alitabasamu kwa upole. Ndio. Lakini kumbukeni, thamani kubwa ipo moyoni mwenu, mshikamano, jitihada na imani. Wanawake walilia, wanaume wakitabasamu, watoto wakicheka kwa shangwe. Kila mmoja alihisi moyo wake ukijaa furaha. Hapo, Akinyi alijua siri ya Bilionaire ilikuwa zaidi ya mali, ilikuwa hadithi ya maisha, mshikamano na matumaini yasiyo na kikomo. Asubuhi ilifika kwa mwanga mkali wa jua, shamba likiwa limejaa matunda na maua. Wanakijiji walikusanyika, kila mmoja akiwa amejaza moyo wa shauku na furaha. Bilionaire alisimama katikati, akitazama kila uso. Leo, mradi wetu umefanikiwa, alisema. Akinyi alikaza mkono wa Atieno, macho yake yakiwa yamejaa furaha. Babu, kweli tumefanikisha yote? Aliuliza. Billionaire alitabasamu. Ndio. Lakini kumbukeni, kila jambo lililo muhimu ni mshikamano na imani. Mchezo wa kweli wa maisha unaanza sasa. Wanawake walilia kwa furaha, wanaume wakitabasamu, watoto wakicheka kwa shangwe. Kila mmoja alihisi moyo wake ukijaa matumaini, mshikamano na ndoto. Hapo, kijiji kilijua kuwa hadithi ya Bilionaire haikuwa tu juu ya mali au shamba, ilikuwa hadithi ya maisha, familia na furaha isiyo na kipimo. Kila mmoja alijua maisha yao hayangewahi kuwa kama awali tena. Na Akinyi, akiwa kando ya dada yake, alihisi furaha isiyo na kifani. Siri ya Bilionaire ilikuwa imeshatimia kwa njia ya mshikamano, jitihada na ndoto kubwa.